makofi. Wapo Rafael Mushi pamoja naye kaka Eric Pasco, ambao wote kwa pamoja tutashirikiana katika kufuatilia na kukuletea matangazo haya kutoka hapa parokia ya Nzasa, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Karibu ungane pamoja nasi katika kufuatilia matangazo haya. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Wapendwa taifa la Mungu, kwa namna pekee wanakwaya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, tukiwa katika hija, ni wasalimu wa salamu ya Jubilei Kuu 2025, mahujaji wa matumaini. Ndugu zangu, matumaini tulionayo kwamba Mwokozi atazaliwa, Mwokozi atakuja na kutukomboa. Ndio maana leo tunaambiwa tufurahi, nasi tuonyeshe furaha hiyo sasa. Na katika kuonyesha furaha hiyo, manake tunakuwa na matumaini ya kuwa watu wapya. Ndio maana mpaka kufikia leo tunapohitimisha safari yetu ya hija, tulianza kumrudia Mwenyezi Mungu kwa sakramenti ya upatanisho. Hivyo ndugu zangu, furaha yetu ya leo iwe halisi kwamba tunakombolewa. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa namna pekee atuimarishe katika umoja wa kumwimbia, kumsifu Mwenyezi Mungu katika kweli, katika haki na katika umoja thabiti. Kwa maombezi ya Mtakatifu Cecilia, tujaliwe kuendelea kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. Mungu, natuona sisi taifa lako tukingojea kiaminifu sherehe ya kuzaliwa kwake Bwana wetu. Tunakuomba utujalie tuweze kuzifikia furaha za wokovu huo mkubwa sana na kuziadhimisha daima kwa ibada kuu na shangwe, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi. Jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba. Litapewa uzuri wa Lebanoni na utukufu wa Karmeli na Sharoni. Watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Bwana wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema atalukaluka kama kulungu, na ulimi wake aliyebubu utaimba. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Neno la Bwana. Uje Bwana kutuokoa. Kutuokoa.
Somo la waraka mtume Yakobo kwa watu wote. Ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima ungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Ndugu, msinung'unikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watoeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano kwa kustahimili mabaya na wavumilivu. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yohane aliposikia huko gerezani matendo yake Yesu Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohane mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuwaambia makutano habari za Yohane. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo. Lakini mlitoka kwenda kuona nini?
mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazama, watu wavaa mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Naam, nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii, huyo ndiye aliyeandikiwa haya: tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako mbele yako. Amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohane Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Neno la Bwana. Wapendwa wanaokwakata Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Jubilei Kuu 2025, mahujaji wa matumaini. Ndugu zangu, katika adhimisho hili la Dominika ya tatu ya Majilio mwaka A wa Kanisa, Dominika ya furaha, sisi wanakwaya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tunapohitimisha hija yetu, tungeongozwa hapa na Askofu Mkuu wa Jimbo Yuda Tadeus Ruwaichi, lakini kwa sababu ya mwingiliano na majukumu, basi amenituma mimi kwa niaba yake kuadhimisha misa hii katika kuhitimisha hii hija yenu. Katika Injili baada ya wafuasi wa Yohane kwenda kumuuliza Kristo iwapo yeye ndiye yule, Yohane Mbatizaji alikuwa akibashiri na kuhubiri juu ya ujio wake, ama waendelee kusubiri? Kwanza, swali hilo ambalo Yohane anawatuma wafuasi wake kwenda kumuuliza Kristo ni swali ambalo lina shauku kubwa. Ni swali ambalo linatokana na kusubiria kwa hamu ujio ama kuzaliwa kwa Mwokozi, kwa mkombozi Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana jibu la Kristo linakuwa sababu ya furaha. Kwa hiyo, pamoja na sababu nyingine, sisi kuwa watu wenye furaha ni kuwa watu tuliokombolewa, ni kuwa watu tulio huru, ni kuwa watu wa haki na amani. Kwa sababu Kristo
anawaambia, nendeni mkamweleze Yohane mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Na zaidi ya hayo, naye heri awaye yote asiyechukizwa nami, asiyechukizwa na Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, iwe sababu ya sisi kufurahi. Kwa sababu hayo ndiyo yalikuwa mateso, kinyume na hayo alotangaza Kristo, ndiyo yalikuwa mateso ya wana wa Israeli, na habari hiyo ndio waliokuwa wakisubiri, ujio wa Mwokozi na ujumbe wa ujio wake. Hivyo na mimi napenda hapa mbele yenu nicheze amapiano, lakini itabidi mnipe biti. Ndugu zangu, tuna sababu ya kuwa na furaha, kwa sababu kama tulivyoimba kwamba tufurahi kwa kuwa Bwana yu karibu. Kuna ishara za furaha, kuna ishara kwamba Mwokozi yu karibu, kuna ishara kwamba ukombozi wetu upo pamoja nasi. Kama mwonekano wa leo kiliturujia na nyimbo na ngoma na kinanda inadhihirisha, inaonyesha furaha ya kumpokea Mwokozi, lakini furaha ya kukombolewa. Tupo juma la 3, bado juma moja tumpokee mkombozi. Ni sababu, ni ishara ya furaha yetu. Ndugu zangu, tunaona pia watu wanafanya maandalizi ya Noeli. Labda wengine sioni hapa, lakini makanisa mengine nakuta washaanza kuandaa na pango la mtoto Yesu. Sehemu nyingine washaweka na miti na taa, ile miti ya Christmas. Kule Roma, sehemu fulani tunaenda kusali, mwanzoni tu ulipoanza tu kipindi cha Majilio, hapo altareni mbele yuko tayari Mama Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu wanasubiria kumpokea mtoto Yesu. Lakini hata katika kanisa kuu la Roma pale la Mtakatifu Petro, kilipoanza tu kipindi hiki cha Majilio, tayari walishaanza maandalizi na kupamba, washaweka tayari mti wa Christmas na kuendelea na kuupamba. Washaanza tayari na kuandaa pango na kuweka sanamu. Ila hapa kwetu ukiweka utaambiwa mbona bado, si ndio? Nasikia mbona bado? Bado nini? Hata furaha ya leo inaweza ikawa bado. Leo tunaambiwa tufurahi. Kwa wengine mtasema
au namna ya kuishi inaweza kuonyesha kuwa bado. Kwa sababu gani? Kwa sababu pamoja na kutangaziwa uhuru, bado kwenye familia, kwenye ndoa zenu, wengine kwenye utume wetu kama makasisi, wengine sehemu za kazi, lakini pia katika umoja wenu kama wanakwaya, kuna wengine hawako huru, hawana amani. Kuna wengine wito wetu tunaona kuwa ni mateso, na hivyo wengine daima tunatimiza wajibu wa wito kwa manung'uniko. Daima tunaonyesha kuwa watu wenye hasira na chuki na kisasi. Kwa hivyo tutasema bado. Lakini ni lazima tuonyeshe ishara za kuwa huru. Ni lazima tuonyeshe ishara na matendo ya upendo. Wengine mmehukumiana na mnaendelea kuhukumiana. Wengine hata hapa mlipo mmekuja mna chuki na watu, una hasira na mtu, una kisasi na mtu, una wivu na mwingine. Hakika tutasema bado. Na kama huwezi kuamua moyoni mwako leo kuwa huru na watu, basi hata baada ya kuzaliwa Mwokozi utaendelea na hali hiyo. Utaendelea na chuki. Utaendelea bila woga na matendo ya dhambi, dhuluma, kuwanyima wengine haki, kuvuruga na kupotosha juu ya ukweli, kuondoa amani mioyoni mwa wenzako, kuwafarakanisha na kuwagombanisha. Na hivi neno furahini linaweza lisiwe la kutoka katika uhuru wa mioyo. Ndugu zangu, moja kati ya vitu ambavyo labda sisi kama wanakwaya vinapaswa kutupa hali ya furaha na uhuru, tunapoweza kutafakari vyema juu ya wito wetu huu wa kumwimbia Bwana, wa kumsifu Mwenyezi Mungu. Katika makundi rika, kuna vijana, wazee, sijui wanandoa, kuna watu wazima, makundi rika. Okay, achana na hayo mambo ya sakramenti. Kuna wazee, kuna vijana, kuna watoto, si ndio? Kuna kundi ambalo huwa pengine halina jina zuri. Hilo ni kundi la nani? La Gen Z, kundi la vijana, si ndio? Kundi la vijana ndio linapewa sifa zote mbaya. Najua hata sisi akifanya kitu utasema vijana hao, si ndio? Naongopa. Hata sisi mapadre, ikitokea mmoja amefanya kitu tofauti unasema kina Father Kaombe hawa sisi ni vijana, watasema vijana, mapadi vijana hao, si ndio? Ndio kundi la lawama. Ndio kundi linaloangaliwa kwa jicho la kwamba ni kundi korofi. Ndio maana kuna ule usemi, akikuwa ataacha. Katika vyama vyetu vya kitume tuna moyo mtakatifu wa Yesu,
tuna Legio Maria, tuna sijui utume wa Mtakatifu Ana, tuna karismatiki, tuna kwaya, tuna wawata, tuna waka pamoja na makundi mengine. Kundi gani linasemwa vibaya zaidi? Mmoja akasema viwawa, lakini mimi nadhani ni kwaya. Nitaka kusema mjipigie makofi, samani msikitike kwa hilo. Tusikitike kidogo. Lakini katika vyama vyote vya kitume, chama chenye sadaka kubwa ya muda ni kwaya. Katika wiki kuna wanakwaya wanaokutana mara 3 au zaidi, si ndio? Hakuna chama chochote kinachokutana hivyo, hakuna, ukiacha kwaya. Na hivi tafakari yangu pamoja nanyi ni kwa nini kundi hili lisiwe na sifa ya utakatifu, lisiongoze kwa sifa ya sadaka yake. Mnapokwenda hampewi nauli ya kwenda kuimba, kufanya mazoezi, si ndio? Hampewi chakula pale, hata kama mkipewa mara moja labda kwa bahati mbaya tena. Lakini kwa nini kundi hili lisiongoze katika sifa ya utakatifu katika kanisa? Hivyo ndugu zangu, tambueni ukubwa wa sadaka yenu. Muishi kwa upendo, msaidiane, muongozane vyema, msichukiane, msiombeane mabaya, msiangushane. Katika somo la kwanza Nabii Isaya anasema, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Nabii Isaya anasema, walio na magoti ya udhaifu muwatie nguvu. Msaidiane katika kweli ya nafsi. Udhaifu na madhaifu katika sisi binadamu yapo katika makundi yote yanayomtumikia Mwenyezi Mungu. Lakini udhaifu unaongezeka pale ambapo hatuwasaidii wadhaifu, tunawahukumu wadhaifu katika kwaya zetu. Hivyo viongozi, nanyi wanakwaya wote, tambueni sadaka kubwa ya wito wenu, na hivi muishi kitakatifu, muishi kwa upendo, mtimize wajibu wenu, na muweze kwa uvumilivu wenu, kama anavyotuambia Mtume Yakobo katika somo la 2, muweze kuirithi mbingu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, tusimame sasa na tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja,
Bwana Yesu alimsifu Yohane Mbatizaji kama mtu asiyepeperushwa kwa mikondo mbalimbali ya hewa. Maana yake Yohane alikuwa na msimamo wa kutimiza ujumbe kwa uaminifu kabisa. Tuombe. Utuimarishe tusiumbishwe na madhehebu yanayojitokeza siku hizi kama uyoga, bali tumpate Yesu na Injili yake kwa msimamo thabiti. Bwana, utupe nguvu ya kushika imani inayotuhakikishia njia ya wokovu, ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana, utusaidie kuwaonesha wenzetu njia ya wokovu kwa kuwasaidia katika taabu za mwili na shida za roho. Bwana, utuangaze katika mashaka kuhusu imani yetu na kuhusu mwenendo wetu wa maadili. Bwana, uwaongoze raia nchini mwetu, wawachague wajumbe wa bunge bora watakaotunga sheria zitakazozingatia haki na amani. Bwana, Mungu uliye nguvu na makimbilio yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako. Ujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa Kristo Bwana wetu.
Salini ndogo ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakuomba sadaka ya ibada yetu itolewe kwako daima, nayo itimize agizo la kuadhimisha fumbo takatifu na kutenda kwa mafanikio wokovu wako ndani yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo.
Twamshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye katika ujio wake wa kwanza, alipokuja katika unyenyekevu wa mwili, aliutimiza mpango ulioandaliwa nawe tangu kale. Hivyo akatufungulia njia ya wokovu wa milele, ili atakapokuja tena katika utukufu wa enzi yake, hatimaye tupewe waziwazi mema yaliyoahidiwa, ambayo kwa sasa tunathubutu kuyatarajia tukikesha. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho ilivyo kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
ndani yetu. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lilienea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu mkuu Yuda Tadei na askofu msaidizi Heri na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tutopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, leo waambia mitume wako: amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako,
unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama ondoe dhambi za ulimwengu, heri hao walioitwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Tuombe. Bwana, tunakuomba utujalie huruma yako ili misaada hii ya kimungu ituondolee dhambi zetu na kutuweka tayari kwa sikukuu zijazo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuketi. Basi kwanza tutasikia neno kutoka kwa mlezi wa kwaya Father Dr. Joseph Mosha. Alafu tutasikia neno kutoka kwa Father Kaombe, mwenyekiti wa liturujia na mratibu. Alafu mimi nitahitimisha kwa baraka. Karibu Baba Mosha. Lakini pia kama upande wa kwaya kuna matangazo, taarifa, basi Baba Mosha utajumuisha kumkaribisha atayeongea. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Tumpigie Mungu makofi. Kwa bahati mbaya mmeshindwa kuwa watii. Nimesema tumpigie Mungu makofi, sio vigelegele. Sio vigelegele vimetoka wapi? Aya, tumpigie Mungu vigelegele. Tumpigie Mungu makofi na vigelegele. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa adhimisho hili kwa ajili yetu sisi waimbaji. Lilikuwa lifanyike mwishoni mwa mwezi wa 11, lakini basi jamii imetulazimisha kulisukuma mbele, lakini kwa neema zake tumeweza kulifanya. Na hivyo kwa niaba yenu nishukuru idara ya liturujia inayoratibiwa na Padri Stefano Kaombe kwa uratibu huu mzuri tunaotimisha leo hii, kwamba walau kwa mwaka wa jubilei na sisi waimbaji tumefanya adhimisho letu rasmi. Hongereni sana. Nilikuwa nishiriki nanyi tangu siku ya kwanza, lakini basi ratiba nyingine zimetubana kwenye vituo vya kichungaji tangu jana, na tulikuwa na tukio la kiparokia leo wenyewe mpaka sasa hizi tumechelewa hata ibada ya misa, lakini nilimwambia Baba Kaombe hata kwa kuchelewa nitafika. Lazima nifike na nimefika. Neno langu ni moja. Mwanadamu aliye katikati ya mahangaiko na kukata tamaa, mwanadamu anayeumbishwa huku na kule, anahitaji kitulizo, anahitaji faraja. Na moja ya faraja kubwa sana kwa wanadamu ni sanaa ya uimbaji. Na tukichukua maneno hayo au mwelekeo huo, mwanadamu anahangaika kiroho, anayetemeka kiroho, anahitaji sanaa hiyo kupitia uimbaji ulio mtakatifu. Na hivyo tuone huduma yetu au utume wetu una nafasi ya kipekee katika kuleta matumaini kwa wanadamu.
nafasi ya kipekee sana. Nyimbo zetu ambazo zinajaa ujumbe wa neno la Mungu zinainua mioyo ya watu tena, kuwarudishia matumaini na faraja na kuwaunganisha watu na Mungu wao. Hivyo katika mwaka huu wa jubilei, tunapopata fursa kama hii, tujikumbushe hiyo fursa yetu au hiyo nafasi yetu ya kuwa watia matumaini kupitia sanaa hii ya uimbaji ulio mtakatifu. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu anayetupatia nafasi hiyo, lakini basi sanaa yetu hiyo iliyo takatifu iwe kweli sababu ya matumaini kwa wale wanaohangaika. Somo la kwanza leo kutoka nabii Isaya, katikati pale tumesikia maneno yale, waambieni walio na moyo wa hofu, msifanyaje? Siogope. Ndiyo ambapo mnapaswa ninyi kuwaambia walio na mioyo ya hofu wasiogope kupitia uimbaji wenu. Kwa msijione kama ni wadogo, sijione kwamba mna utume ambao pengine hauna maana. Una maana kubwa sana, kwa sababu unaenda kuwagusa, kuwafariji, kuwatia moyo wanadamu wanaohangaika. Kwa hiyo kwa niaba ya uongozi wote wa kata katika jimbo letu la Dar es Salaam, niwatakieni pongezi nyingi, lakini vile niwatakieni heri na baraka na mpate nguvu ya kuendelea kuwa waimbaji katika kanisa la Mungu. Hongereni sana. Katika hili nizungumze moja. Hapa Dar es Salaam kwa namna pekee tushukuru idara ya liturujia inasisitiza sana kitu kinachoitwa ithibati. Nini? Ithibati. Tunashukuru kwaya nyingi zina heshimu na kufuata hilo swala la ithibati, lakini bado ambao hawafanyi hivyo. Bado wako ambao wanaandaa nyimbo nzuri kabisa, tena zinapata maarufu kweli, lakini kuuliza zilipita idara ya liturujia hauoni kama kuna ithibati. Tutambue kwamba utunzi wowote, matini yoyote yale ambayo ni ya kiimani, yanapaswa kupata jicho la walio na mamlaka hayo ya kiimani, yaani mapadre, kupitia idara ya liturujia ambayo inaratibiwa na Padre Kaombe, lakini vile vile kupitia idara ya taalimungu ambayo nairatibu mimi, kuangalia kama maneno yenyewe hayo hayana ukakasi, kama maneno hayo yatafundisha, kwa sababu wimbo wote ule ni mafundisho, kwa lazima yawe sahihi, lazima yawe sawa sawa. Kwa tusifikiri kwamba pengine ni kana kwamba naweza nikaamua tu nipeleke au nisipeleke. Kwa nini nasema hili? Tulipokuwa kwenye adhimisho la kongamano la kitaifa kule Dodoma mwezi wa 9 ulikuwa 9, ilitokea changamoto ya kurekebisha wimbo mmoja ambao ni maarufu kweli siku hizi. Sitautaja kwa sababu bado huko kwenye taratibu huko. Nikasema wimbo ulipata ithibati? Nikakuta kuja kupata ithibati. Kwa ungepita kwenye mikono hiyo ya hawa wanaofahamu taratibu hizo, kusikatokea shida hiyo ambayo inaonekana ipo. Kwa hiyo waombe walimu, hasa watunzi wetu, tutunge vizuri kabisa, tufundishe wanakwaya wetu, lakini ipite kwenye mikono, kwenye macho ya wale ambao wataona kasoro ndogo ndogo za kimafundisho, ili zikae sawa sawa na tusiingie katika changamoto kama hizo ambazo nimedokeza. Kwa maana hiyo kuanzia sasa nitakuwa nafuatilia uzinduzi wowote ule wa kwaya yoyote,
Viongozi wa kata jimbo tuko hapa? Sijawaona. Tupo Nitapenda kupata taarifa ya kwaya yoyote ambayo inataka kuzindua albamu yake. Kwaya yoyote ile, kabla ya uzinduzi wowote ule, wasiishie kukubaliana na waporoko wao tu kwa maporokiani. Sasa poroko kishakubali, siwezi kuingia tena, mamlaka yake huko. Kwa naomba tufuatilie kwaya zote zinazofanya maandalizi ya albamu zao. Taarifa nitakayohitaji mimi ni kwamba kabla hajafanya utaratibu wowote ule wa kuonana na paroko wake na kupanga taratibu zozote zile, nitahakikisha kama kweli hizo nyimbo zao zote zimepita katika mikono hiyo ambayo nimetamka sasa hivi. Bila hivyo nitaweka mguu chini. Tunaeleweka? Niongeze sauti. Niongeze sauti. Hili naliongea kidogo kinoko. Sawa? Kidogo kinoko. Na mfuatilie. Nikisikia kuanzia sasa hivi kuna kwaya inazindua afu sijapata habari, mimi nadili na nyinyi viongozi. Sawa, mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu yuko pale Chile, naomba ufuatilie. Wote wale mimi nitataji kwamba je, ina ithibati? Kama kuna ithibati mimi nitazuia. Tuepushe hizi changamoto ndogo ndogo. Kama nilivyosema, ninyi ni watia matumaini watu, basi tuwape matumaini ya kweli, matumaini yanayopata mwongozo wa Mungu. Natakieni kila laheri na Mungu awabariki sana. Tuendelee kumwimbia Mungu kwa nguvu, tujitoe. Tunaendelea katika mahubiri hapa. Moja ya vikundi vinavyojitoa sana na sadaka sana ni sisi. Tunakutana mara 2 mara 3. Ni pale chuo kikuu pale. Chuo kikuu tuna kwaya 5. 3 zinafanya pale pale parokiani mazoezi tena nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili wakati sasa siwezi kulala. Kila saa tu Kwa hiyo ninafahamu namna ambavyo mna ushiriki mkubwa sana. Sasa ushiriki huo uwe sababu ya uwe chachu ya matumaini, iwe chachu ya kuwatia nguvu, kuwaimarisha watu na kuhamasisha watu kuzidi kumtafuta na kumuona Mungu wao. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Asante. Nimwombe kiongozi kama ana matangazo yoyote. Basi nimwache mratibu wa liturujia jimbo atamalizia yaliyobakia kabla hajamkaribisha mpeleko wa baba askofu ili aweze kutupatia neno lake na baraka. Karibu. Nimeambiwa ni mchango wa pili, kwa hiyo basi mmalize ile mchango wa pili, niendelee na kile ambacho napaswa kufanya.